leo. Tunaomba ushirika na uweza wako na nguvu zako. Tunaomba ushirika na Roho wako Mtakatifu. Tunakataa ushirika na mashetani, majini, mapepo, vinyamkera. Tunakataa ushirika na watu wabaya, roho chafu, roho za uharibifu. Tunaomba mkono wako wenye nguvu utulinde, ututunze, tulishe neno lako. Maana umesema mjue sana Mungu, ndipo hayo mema atakapokujia. Tupe kukujua sana, ili tuweze kujiliwa na mema yako. Ni kwa utukufu wa jina la Yesu Mungu aliye hai tunaomba na tunakushukuru. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi leo tutaanzia pale tulipoishia Jumapili. Tulishia kitabu gani? Wale tulioandika Jumapili. Kutoka ngapi? 14:1 mpaka 30. Lakini tulisoma pia Kutoka 33:13 mpaka 15. Tulisoma pia maandiko matatu, si ndio? Mwanzo 15:7 mpaka 14. Tulisoma Matendo. Sawa, leo sitaenda tena huko. Leo nataka nianzie Kutoka 14:1 mpaka 30. Alafu tukitoka hapo tutaenda moja kwa moja kwenye andiko lingine jipya. Tufungue Biblia zetu Kutoka 14 mstari wa 1 mpaka wa 30. Kutoka 14 mstari wa 1 mpaka wa 30. Kutoka 14:1 mpaka 30. Anasema, Bwana akasema na Musa akawaambia, waambieni wana wa Israeli kwamba warudi na kupiga kambi yao mbele ya Pihahiroth kati ya Migdoli na bahari kubwa, bahari Sifoni. Mtapanga mbele yake karibu na bahari. Naye Farao atasema katika habari za wana wa Israeli, wametatanishwa katika nchi ile jangwani, jambo limewazuia wasitoke. Nami nitaufanya uwe mgumu moyo wa Farao, naye atawafuata nyuma yao. Nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote, na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi wakafanya hivyo. Mfalme wa Misri aliambiwa ya kuwa wale watu waliokwisha kimbia, na moyo wa Farao na mioyo ya watumishi wake iligeuzwa iwe kinyume cha hao watu. Nao wakasema, ni nini jambo hili tulilolitenda, kwa kuwaacha Waisraeli waende zao wasitutumikie tena? Akaandalia gari lake, akawachukua watu wake pamoja naye. Tena akatoa magari 600 yaliyochaguliwa na magari yote ya Wamisri na maakida juu ya magari hayo yote. Na Bwana akaufanya moyo wa Farao mfalme wa Misri kuwa mgumu, naye akawafuata wana wa Israeli, kwa sababu wana wa Israeli walitoka kwa ujeuri. Wamisri wakafuata nyuma yao, farasi zao na magari yao yote. Farao na askari zake wenye kupanda farasi na jeshi lake, nao wakawapata hali wamepanga pale karibu na bahari, karibu na Pihahirothi, kukabili bahari Sifoni. Hata Farao walipokaribia, wana wa Israeli wakainua macho yao, na tazama, Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika nchi ya Misri, katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutendea haya kutoka katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kuja kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu kauone wokovu wa Bwana watakao wafanyia leo, kwa maana
hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana na alibariki neno hili. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Hizo ndio sifa za Mungu wetu. Tunaposema tunatoka mahali tulipokaa, mahali walikotuweka, usiogope mambo yanapoinuka. Bwana asifiwe sana. Hao walitoka kabisa Misri, wakaenda wakafika jangwani, wakawa wanasonga mbele, wakafika mahali penye bahari, namna ya kuvuka wajui, wakaanza kumnung'unikia Mungu, wakaanza kumlaumu na Musa. Lakini angalia maneno ya Musa anavyoambia, anasema msiogope, msiogope. Kwa nini msiogope? Anasema hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Misri leo ni nani? Ni mtesi wako, ni yule adui wa ndani yako, anayezuia hatua zako, anayepambana na maisha yako, anayezuia kutoka kwako. Musa alijua kwamba Mungu anatupigania. Ndio maana wakati analetewa hiyo taarifa, yeye hakutaharuki. Alichowajibu ni hicho, kwamba aambia Musa, akamwambia watu msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Haleluya kanisa. Kutoka ni vita. Tunaposema tunatoka mahala fulani ni vita. Sasa vita hiyo inayoinuka kwa sababu ya kutoka, wewe upasi kuogopa kama watu wengine wanaofanya. Upasi kuogopa, kwa sababu maandiko yanasema vita si yenu, vita ni ya nani? Ni ya Bwana. Ndio maana hao walikuwa wanaogopa, wakaanza kumlaumu Mungu, kumnung'unikia na Musa pia. Kama wewe vile, mimi nimesema ni mwaka wa kutoka, alafu mabaya yanainuka. Tangu tulipoanza maombi, mabaya yanainuka, wewe unaanza kumlaumu Mungu na mimi. Sema Bwana, bora hata hili somo usingetuambia. Tangu nimeanza kuomba maombi ya kutoka, mambo yamezidi kuharibika, mambo yamekuwa magumu kweli. Ndivyo ilivyo. Unapotaka kutoka, lazima shetani ajipambanie, ajaribu kuonyesha kwamba ana uwezo wa kukuzuia usitoke, lakini ukweli hana huo uwezo. Alijaribu kuwafuatilia wana wa Israeli, alipowaona wapo jangwani kwa muda wa miaka 40, yeye alijua Mungu amewatatanisha njia wasione. Kumbe Mungu aliwaweka pale ili akamilishe hasira yake kwa Farao. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua, wakati Mungu anampiga Farao na majeshi yake, aliwapiga, lakini Farao mwenyewe hakumwangamiza, wala yale majeshi yake hakuangamiza. Alipiga miungu, alipiga vile vinyamkela vyake, vibwengu vyake, vile vinavyompa uchao. Mwishoni akamua mzaliwa wa kwanza wa Misri. Alikuwa bado ana haja na jeshi la Farao lililokuwa linawatumikisha wale wa Misri, wale wana wa Israeli, kwamba hao waliokuwa wanawapa kazi ya utumwa, kubeba matofali, bado sijawamaliza. Sasa sitawaulia hapa ndani, ngoja niwavute mpaka huku jangwani, nije niwaulie huku jangwani, wakose na wakuwalilia, wakose na wakuwazika. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo akawafanya wametoka, wametatanishwa pale jangwani, hawaioni njia ya kufika Kanaani. Si kweli. Mungu akisema na tutoke, anafanya njia mwenyewe pasipo na njia. Amen. Wewe ni kumwangalia yeye. Kwa hiyo aliwaacha pale ili kuwavuta wa Misri. Na ni kweli, angalia Biblia anasema akageuza moyo wa Farao na wa watumishi wake, waone kwamba wametatanishwa jangwani, wameshindwa kwenda wanakotakiwa kwenda. Wakaingiwa na roho ya kusema tuwafuatie, tukawarudishe tena Misri. Kitendo cha kuwafuata, au walipoinua macho yao kuwaona wanakuja, wakaanza kumlaumu Musa. Hatukuambia Musa, ni heri tungebaki kule Misri, ulitutoa Misri kwa sababu palikuwa hakuna makaburi ya kutuzika. Yaani lawama zikawa ni nyingi, lakini jibu la shujaa siku zote, katikati ya laumu, shujaa halaumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katikati
katikati ya laumu, mtu shujaa huwa alaumu, anatoka na jibu moja tu. Sasa katikati ya malaumu, angalia jibu la shujaa. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Angalia, anaongea kitu kikubwa, kana kwamba alishapata taarifa kwamba hao wa Misri wanakuja kufia hapa, na anaongea hivi, mbele kuna bahari, hawajui wanakukaje, wako kwenye ukingo wa bahari ya Shamu, adui anakuja nyuma, lakini shujaa anasema hao wa Misri au mnaoona hamtawaona milele. Itakuwaje? Ni Mungu anajua itakuwaje. Watafanywa nini? Mungu ninayemwabudu aliyeniambia na tutoke, atajua yeye atawafanya nini. Kadhalika na wewe ni hivyo hivyo. Au wanaoinua vita tangu umeanza maombi mahali hapa, hao wanaokuja kinyume na kusudi la Mungu ndani yako, hautawaona tena milele. Kwa nini? Bwana atakupigania wewe na wewe utanyamaza kimya. Uzuri wa Mungu wetu, anatupigania. Bwana asifiwe sana. Tunajua Mungu wa wale wengine huwa wao ndo wanampigania. Najua wale huwa wao ndo wanampigania Mungu wao. Sisi Mungu wetu anatupigania. Ndio maana yeye anaitwa Bwana wa vita. Yesu Kristo ni Bwana wa vita. So sisi tunampigania Mungu. Wale inabidi wao ndo wapigane. Angalia miungu ya Farao inapiganiwa. Mungu wa wana wa Israeli, yeye anasema na Musa, waambie wana wa Israeli wasonge mbele. Waambie wana wa Israeli wasiogope. Na mimi nasimama hapa kama Musa wako na kuambia usiogope. Hao wachao unaowaona hautawaona tena milele. Hao walogaji unaowaona hautawaona tena milele. Hao waliokamata haki yako unaowaona hautawaona tena milele. Kwa jina la Yesu. Hilo ndio neno la shujaa wa Bwana. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Acha Mungu akupigania mwaka huu. Acha Mungu akupigania katika kutoka yako. Unatoka wapi? Iwe kwenye magonjwa, iwe kwenye njaa, iwe kwenye teso, acha Mungu akupiganie mwaka huu. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Mungu wetu ni Mungu anayetupigania. Sio Mungu ambaye sisi tunampigania. Sisi hatuna uwezo wa kumpigania. Yeye ndo anayetupigania. Aliwapigania wana wa Israeli kama vile tai anavyobeba makinda yake. Naona kama tai anaenda na yaacha kule juu, yanashuka, akiona limechoka na wahi anatanda mabawa yake mbele. Hii ndio tabia ya Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema pale akili yako inapofika mwisho, hapo ndipo Mungu anafanya nini? Anaanzia. Kwa hiyo mwisho wa maombi haya ya kutoka, wakati unasema nimeomba na maombi ya kutoka, sijui na yeye bado nitakuwa bado na, pale ndipo Mungu anasema safari nimesha kutoa, anakuingiza kwenye hatima nyingine. Na iwe kwako kwa jina la Yesu. Twende kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Anasema ndipo tukageuka tukashika safari yetu. Tukageuka tukashika safari yetu kwenda jangwani kwa njia ya bahari ya Shamu, kama alivyotuambia Bwana. Tukawa tukiizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Tukawa tukiizunguka milima ya Seiri siku nyingi. Bwana akanena akaniambia, mlipozunguka mlima huu vyatosha. Geukeni upande wa kaskazini, nawe waagize watu, uambie mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa watu. Waambie mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa Esau waketio Seiri, nao watawaogopa. Basi jiangalieni nafsi zenu sana. Haleluya kanisa. Angalia, Mungu bado anaendelea kuwaongoza wana wa Israeli. Anaendelea kuongoza mapambano ya wana wa Mungu. Anasema
waambie watu walivyozunguka katika mlima huu wa Seiri, yatosha. Wageuke mkono wa kaskazini, wasonge mbele, wapite katikati ya nchi ya watu. Hata Yesu alipita katikati ya Yeriko, si ndio? Katikati akapasua Yeriko. Kwa hiyo kumbe Mungu anapotutoa kuna kupita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, lakini unapita salama. Kuna kupita katikati ya maadui zako shoto na kulia, unapita katikati yao, yaani wenyewe watafanya njia. Angalia anasema nao watawaogopa ninyi. Bwana akupe utisho wa kuogopa. Amen. Bwana akuvishe utisho wa kuogopa. Amen. Upite katikati ya maadui zako. Amen. Walizunguka sana kwenye huo mlima Seiri. Mlima Seiri leo tunaweza tukafananisha na jambo ambalo umekaa hapo muda mrefu sana, yaani kwa kweli umechoka kuzunguka hapo mahali. Nini mlima Seiri kwako? Hawa walizunguka mlima Seiri, wako hapo wanazunguka, miaka inaenda mpaka Mungu anasema yatosha. Hapa mahali umekaa sana, kwenye shida hii umekaa sana, yatosha, geukeni upande wa kaskazini. Alafu anasema mtapita katikati ya wana wa watu, nao watawaogopa ninyi. Mungu anapokutoa eneo moja kwenda eneo nyingine, moja ya silaha anayoiachilia, anaachilia utisho kwako. Yaani kule rohoni, wale waliozoea kucheza na wewe wanaanza kukuhofia. Bwana asifiwe sana. Wanaanza kukuogopa. Anaachilia nguvu kubwa. Yaani mtu anapanga kuja kukutenda mabaya, kile kitendo cha kukuona tu anaanguka mara 7. Hiyo mimi iliwahi kunitokea. Bwana asifiwe sana. Niliwahi kulala kijiji chetu. Mungu akaniambia kimiliki hiki kijiji kwa maombi. Nikakimiliki kwa maombi. Nilianza saa 4 nafikiri usiku. Kaomba mpaka usiku sana. Baadaye akaniambia yatosha, umeshakimiliki. Kwa hiyo kumbe yale maombi ya kumiliki nilifunga lile anga. Wachao walikuwa hawezi kufanya mambo yao waliozoea kufanya. Washirikina wa kile kijiji mambo yao yalikuwa hayafanyiki kwa muda wote ambao mimi niko pale. Kwa hiyo wakafuatilia, kwa nini hatuwezi kurusha ndege zetu? Kwa nini hatuwezi kupaa? Wakagundua kuna mtu hapa amefunga ile anga. Yaani adui ili afanye kazi lazima mambo yake yafanyike. Wewe ukiyafunga yale mambo yake hawezi kufanya. Bwana asifiwe sana. Ndio lile andiko mtakalolifunga duniani mbingu zitafanya nini? Zitafunga. Kwa hiyo nilifunga lile anga, hakuna shughuli yoyote ya kichao kufanyika hapo. Kwa hiyo walipofuatilia wakagundua ni mimi niko pale. Kwa hiyo ikabidi sasa sikupaa hawawezi. Ikabidi waje kimwili kabisa. Yaani usiku umefika, anga ndege haziruki, hawawezi kupaa. Kwa hiyo anageuka na kuwa katika hali ile ya uzombe. Kwa hiyo akawa anakuja na waka moto matakoni. Ndipo nikajua kumbe wachao wanapokwenda wanawakaga huku nyuma. Mimi nikawa naona tochi kabisa ile. Sasa Mungu kaniamsha saa ile kwamba usilale. Toka nje, nikatoka nje. Naangalia hivi, naona tochi inatoka mlima ule inakuja. Yaani kule kwetu kuna milima. Naona inatoka inakuja. Nikasema ngoja nione hii tochi ya usiku wa manane inaelekea wapi. Nimejibana hivi naangalia. Baadaye inapokaribia naona inalenga nyumbani kwetu. Basi Mungu akaniambia ingia ndani, atakuwa huyu anapita, yaani ndani na uwaza mwenyewe kwamba huyu atakuwa anapita njia anaenda vijiji vya mbele. Nikaingia ndani. Kwenye madirisha yaliyowekwa kule nyumbani yana uwazi mpembe. Yale ya mbao lakini yana uwazi kipindi hicho. Kwa hiyo nikajibanza mbona naangalia kwenye uwazi. Bwana kumbe anakuja kwenye dirisha lile linalolala mimi. Kaja na tochi yake inang'aa huko nyuma mpaka kwenye ile dirisha. Kile kitendo cha kuja kwenye ule uwazi ule, macho yake na yangu sijui aligonga naye. Alianguka akainuka. Yaani ile mara 7 akaanguka. Sasa nifungue mlango nitoke. Wewe
alifyatuka bio. Tochi ile sasa ndo naiona vizuri. Anaenda mpaka anafikia ule mlima ule. Ndani ndo nashuhudiwa anga hili halifanyi kazi. Sasa ili wakufikie, wameamua wafike mwilini kabisa, lakini amegeuka zombi. Bwana asifiwe sana. Angalia hapa Mungu anavyowaambia. Ambia nao waagize watu, uwaambie watapita kati ya mipaka ya ndugu zenu wana wa watu. Waambie mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa Esau waketio Seiri, nao watawaogopa. Ona hiyo hofu. Kwa nini watuogope? Mungu anaachilia utisho mkubwa sana. Amen. Kwa nini yule alianguka tap tap tap? Yeye hakuniona mimi, aliona uweza wa Mungu mkubwa sana umesimama na mimi. Kwa hiyo kuogopa ndio anakuta anainuka anapigwa chini. Hakuna mtu ambaye akasimama mbele za Mungu, yaani Mungu asitaki usimame akasimama, hakuna. Ndio maana angalia hata sanamu ya Dagoni walipoliweka pamoja na sanduku la Mungu wa Israeli, lile sanamu likaanguka pa, likavunjika. Kesho tena wakalisimamisha likaanguka pa. Angalia Yohana kwenye Ufunuo anasema nami nilipomwona nikalala kifudifudi. Kwa hiyo Mungu anapoweka utisho kwako, adui yoyote akikuona ni kifudifudi, akikuona ni kuanguka. Mungu ni Mungu wa kuogofya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo walipigwa sana wachawi kile kijiji. Wengine wakawa wanakuja mchana wananiambia, wewe umepata wapi huo uwezo? Mbona tulikuwa tunacheza wote? Mbona tulikuwa tunakuwa wote? Umepata wapi hizo nguvu? Tuambie na sisi. Wao wanaamini ni uchawi fulani, kwamba unaweza ukatoa ukamgawia na mwenzako. Nikamwambia kama umesikia habari za Yesu, huyo Yesu ndo anatoa hizo nguvu. Kwa hiyo hata wewe ukimwamini ana uwezo wa kukupa hizo nguvu. Bwana asifiwe sana. Ninaongea na mtu hivyo, lakini ghafla ananifanyia miujiza kichao pale. Analiona likenge liko hapo juu. Yaani ghafla unaongea mtu kenge huyo hapo. Na inuka azia kwa jina la Yesu na kupiga wa kenge. Anaanguka chini pa. Yule aliyekuwa ananiuliza maswali umepata kumbe ananyanyuka bila kuniaga huyo. Nasema kuja kunijaribu sijaribiki. Kwa hiyo utisho, kwa nini ilikuwa lazima nitoke? Kwa sababu kipindi mimi ni shemasi nafanya. Mungu alikuwa ananitoa kwenye ushemasi aniingize kwenye huduma ya uchungaji. Lazima nikabiliane na maadui wanaokataa huduma ndani yako. Kwa hiyo wale waliokuwa hawataki walipigizwa, waliokuwa wanajaribu walipigizwa, na Mungu aliweka utisho kwao. Bwana akupe utisho katikati ya maadui zao. Ule utisho ambao Mungu aliwaambia wana wa Israeli watawaogopa ninyi sana, auweke kwako. Amen. Kila kuonaye amwone Mungu. Amen. Kila kuonaye azione nguvu za Mungu. Amen. Kila adui yako auone uwezo wa Mungu. Ndio. Wewe ni shahidi. Wengine wanaona hapa anasema hata kuniangalia alikuwa hawezi. Wengine wanashuhudia anasema kwenda kumwona mchungaji ni shughuli. Lakini mimi ni wa kawaida. Wanasikia sana. Wewe ambao uko vizuri unaniona wa kawaida, si ndio? Kwa nini wao zile roho za ndani zinaogopa? Mungu ni Mungu wa kuogofya. Aweke huo utisho kwako. Kichawi chochote kikuogope. Mfuga majini yoyote akuogope. Na majini yenyewe yakuogope. Anasema Bwana akanena akaniambia, mlivyozunguka mlima huu vyatosha. Hebu fikiria mahali gani umezunguka sana. Mlima gani wewe umekuzungusha muda mrefu sana? Inawezekana ni afya. Kuna ugonjwa umezunguka nao muda mrefu sana. Inawezekana ni upweke. Umekaa kwenye upweke muda mrefu sana. Inawezekana ni mlima wa uzao. Hakuna kinachozaliwa kwako. Kijaribu kuanzisha chochote kinakufa. Ni mlima gani? Sasa Mungu anatoa tangazo hapa. Ulivyozunguka mlima huu yafanya nini? Yatosha. Hebu sema Bwana Yesu. Yatosha mateso haya. Tabu hii. Yatosha huzuni hii. Upweke huu. Mateso haya. Agano hili. Yatosha. Mwaka huu ninatoka. Mwezi huu ninatoka kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kweli. Mlima
wa Seiri uliwatesa wana wa Israeli. Mlima gani unakutesa wewe? Huu mlima wa Seiri uliwatesa miaka 40 unazunguka. Wanaenda mashariki, wanarudi kaskazini. Wanaenda mashariki, wanarudi kusini. Wanaenda kaskazini, wanazunguka. Lakini Bwana akasema waambie watoke. Sasa inawezekana na wewe mwaka wa 3 hapa, wa 4, wa 5, wa 6, kuna jambo ni ombi lako la kila siku kwa Mungu, kwamba Mungu ikikupendeza, hapa nitoe hapa, nitoe kwenye kidonda hiki, nitoe kwenye kifungo hiki. Inawezekana hilo ndio ombi lako, kana kwamba Mungu akuoni, kana kwamba Mungu akusikii. Kumbe Mungu ni wa majira na nyakati. Anapotoa agizo ni mwaka wa kutoka, ujue kakukumbuka. Bwana asifiwe sana. Usione kwa mwingine, maana kuna watu wanasema wataona kumbuka wale wanaopendwa na Mungu. Unapendwa na Mungu wewe, so wale ni wewe unayependwa na Mungu, kwa sababu Mungu hana upendeleo. Bwana asifiwe sana. Hivi unajua kama Mungu hana upendeleo yeye yoyote anayemjia humpa rehema zake. Kwa hiyo wewe amekukumbuka. Haya maneno anakuambia wewe kwenye huo mlima uliokusumbua kwa muda mrefu. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwaka wa kutoka. Sema ni mwaka wa kutoka. Ni mwezi wa kutoka. Ndio. Mlipozunguka mlima huu yatosha, geukeni upande wa kaskazini. Nawe waagize watu, waambie mtapita katikati ya mpaka wa ndugu zenu wana wa watu. Amesema kule wana wa Esau, lakini amesema kwanza wana wa watu. Maana yake katikati ya jamii inayokuzunguka, wana wa watu. Lakini wana wa shangazi ndio maadui zako. Maana mwingine maadui zake ni wa ndani. Watoto wa mjomba wamesoma, hataki watoto wa dadake wasome. Watoto wa shangazi wamesoma, hataki watoto wa kakake wasome. Watoto wa mama mdogo wana mafanikio, hataki watoto wa dada yake wawe wafanikiwe. Hiyo ipo kwenye familia. Yaani unaona mmezaliwa 7 au 8 au 3 au 4, kuna mmoja mkorofi hataki watoto wako wasome, au wewe na familia yako isome. Anataka iwe kwake. Niliwahi kutoa ule ushuhuda, dada mmoja na mume wake wamemwita ndugu yao, shemeji yake na dada yake waje waone alipohamia. Kwa mbali tu kuliona bati la blue, akaanza kulia na kumlaumu sana mume wake, wakati yeye dada mtu kajenga, wanaishi kwao. Alikuwa anafurahia sana mdogo wake anaoishi maisha panga yale ya shida. Dada mtu safi. Mimi nimejenga, kienda mkoani kule, mimi nimejenga na kaa kwangu. Sasa Mungu akafanya kitu. Yule kijana naye akapambana katika mapambano yake, wakanunua uwanja, wakajenga nyumba nzuri. Unajua fashion za nyumba zinabadilika kadri siku zinavyoenda. Anayejenga leo anajenga fashion ya wakati huu. Watakaojenga miaka ijayo watajenga fashion ya wakati huo. Kwa hiyo fashion mpya inapokuja hii leo inaonekana kama imepitwa na wakati. Kwa hiyo kwenda kwa mdogo mtu, yeye kaezeka bati hii. Mdogo mtu kapiga kijani msauzi. Bati tu likaanza kumliza. Sasa watu kama hawa hawawezi kufurahia wewe utoke. Bwana asifiwe sana. Ndio maana anasema wana wa ndugu zenu, wana wa watu. Na unajua vita ya Esau na Yakobo ndio hii hapa, vita ya wana wa Israeli na wana wa Esau. Toke hapo Esau akufurahia baraka za Yakobo. Ndio maana anasema nasubiri baba akifa nitamkomesha. Yakobo naye akakimbilia kwa wajomba. Kakimbilia kule kakutana na mjomba naye tapeli. Yaani umeruka mavi, umekanyaga mavi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kakutana na mjomba naye wale. Akaanza kumtumikisha. Mungu kabidi tena aingia kijana na miungu ya nani yule Labani. Kamkimbia kaka mtu, kakutana na mjomba mtu. Kila wakimbariki anasema tulikubaliana madoa ya kwangu. Wewe tulisema ya kwako itakuwa asiye na madoa. Mmoja haya.
au wasio na madoa na wazidisha. Akiwazia tulikubaliana wasio na madoa ni wa kwangu, mara nyingi anachukua ujira wake. Sasa watu hawa ni ndugu kabisa. Hapa anasema nawe uagize wana waambie, mtapita kati ya mpaka wa ndugu zenu. Hao wanakuwa ni ndugu kabisa, lakini hawataki uendelee. Anataki abaki yeye, awe yeye, umlilie shida. Bwana asifiwe sana. Anaweza kawa ni baba mkubwa, anaweza kawa ni baba mdogo. Dhamani zile za sisi na mimi kidogo kwa muda kulikuwa na wimbo fulani lakini wa kipagani ulikuwa unaimba kwenye redio. Sema mama mdogo alinichukua kijijini, akamwambia dada yake mambo mengi ya kwamba atanisomesha kusudi kufanyaje maisha yangu ya baadaye. Nilipofika jijini Mwanza akanigeuzia kibao, hakuna cha shule wala ada. Nakwambia mama mimi na wimbo kuna naye ujue. Mnaujua bwana wewe, kwa sababu umeimbwa sana Radio Tanzania. Kipindi inaitwa Radio Tanzania, sasa wanaita TBC. Mimi mtoto wako ninapata tabu, kama unaweza tumanao. Ni mama yake mdogo kamchukua kijijini, kamwambia dadake nipe huyo mtoto nikamsomesha. Dada mdogo akasema afadhali mdogo wangu kanisaidie. Wamefika jijini Mwanza, yule mama kageuza kibao, kamfanya yule mtoto house girl wa ndani. Tena hata house girl unamlipa, halipi chochote. Mtoto anapata mateso, anaamka saa 10 usiku, analala saa 5 usiku, saa 6. Kwa hiyo akaamua kuandika barua. Mama mdogo alinichukua kijijini, akamwambia mambo mengi dada yake ya kwamba atanisomesha ili kuyaandaa maisha yangu ya baadaye. Lakini tumefika mjini Mwanza, mambo hayajawa hivyo. Kanigeuzia kibao. Ili unapataje raha ya kumtesa mtoto wa dada? Wanaweza siwe sana. Sasa hao watu hawawezi wakapenda wewe utoke. Ndio maana kutoka ni nini? Ni vita. Lazima usimame. Hao ni ndugu wa hao ni watoto wa Esau. Lakini Mungu anawaambia mtapita katikati ya ndugu zenu, kati ya wana wa watu. Na ukiendelea hapo mbele unaona kabisa anawaambia msiongee nao, msitete nao, msizungumze nao. Kwa nini? Anajua wana nia mbaya, wana nia ovu. Piteni katikati yao, msizungumze nao. Na wewe ni hivyo hivyo. Hao wakati mwingine ni hao wa ndani kabisa. Uzuri tulitangulia na ile somo la adui wa ndani. Wakati mwingine adui ni mtu wa ndani, ni wifi yako. Hataki wewe kukaa unavyokaa na kaka yake. Mimi mpaka najiuliza, kwa nini mawifi wengi hawapendi ndoa za kaka zao? Sijui kama na wewe umewahi kujiuliza hilo swali. Bila wewe ukipata kuna kaka yako akioa, penda wifi yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Maana sisi tumeokoka. Mawifi wengi hawapendi kaka zao. Ndio maana baadaye ndio wanakuwa mashangazi kwa watoto watakaozaliwa. Mashangazi wengi mwiba kwa watoto wao. Unaombea mtu shangazi, pepo linabisha kazi yake. Kabla ya kuwa shangazi alikuwa kwanza wifi. Hakufurahia kakake kukaa na huyo mwanamke. Vita inaanzia hapo. Bwana asifiwe sana. Kabla hajapiga mashangazi anaandaa kwanza huo ugomvi na wifi yake. Wifi. Sasa wewe hawezi kufurahia kuona ndoa ya kakake na mama. Ndio maana wengine wanamuita kabisa kaka njoo. Mimi nilienda kwa mtaalamu. Nimeambiwa mkeo amekuroga, amechezea hiki. Ndio maana utujali. Anawajali lakini ndio maana utujali. Sio anataka wajali. Akiona kaka mtu ameelimika, achukuli manani yale maneno, anaenda kukuroga kweli. Bwana asifiwe sana. Hata mwambie nichagulie wewe mke, bado atamchukia. Mawifi wengi wako. Ndio maana wewe inawezekana umeingia kwenye ndoa usijue wifi mwingine anakuja kwa busara, kwa hekima sana. Anatumia akili ile ya nyoka. Haonyeshi kwamba anachukia wewe kukaa na kaka yake. Lakini kumbe ndo adui namba moja.
Hawa ni wana wa Esau na wana wa Israeli, ni mtu na mdogo wake, lakini Mungu anamwambia piteni katikati yao, pasueni njia mwende, maana hao ni maadui, watapambana na nyinyi. Na Mungu anasema nimeachilia hofu, watawaogopa nyinyi. Kama wangekuwa watu wema, kwa nini Mungu anaachilia hofu? Anaachilia utisho kwa sababu si watu wazuri. Haleluya kanisa. Sema Bwana Yesu, hata kama ni mtu wa ndani, aogope kila anaponiona, aingiwe na hofu